الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu katika uwepo wake hapa ulimwenguni tunafundishwa kuwa anapitia hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza kabisa ni ile inayoitwa al-adam, unknown, kutokujulikana. Kama kuna mji anahamia, watu wa mji ule wanaanza na yeye kwa kutokumjua. Kama ni kwa kuzaliwa, mtoto anazaliwa hajulikani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 28 anakumbusha jambo hili. Baada bismillahir rahmanir rahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, vipi mnakanusha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu ilhali nyinyi kwanza hamkuwepo kabisa. Kisha fa ahyakum, sasa Mwenyezi Mungu akawafanya mpo. Hatua ya kwanza ni kutokuwepo, na ndivyo tunavyoanza. Kisha unapewa jina, sasa unaanza kuwa upo. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Nahli, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Anasema na yeye Mwenyezi Mungu amekutoweni kwenye matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui chochote, hamkuwepo, na amefanya mpo lakini hamjui chochote. Hatua ya pili ni ile kuwepo, ambayo kwenye hatua hiyo Mwenyezi Mungu anasema alipofanya kuwa tupo, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, akatufanya tuna masikio yanayosikia, tuna macho yanayoona, tuna mioyo kwa maana ya vifua vinavyohifadhi maarifa na ujuzi mbalimbali. Anasema ametupa vyote hivyo ili tupate kumshukuru, na hivi alivyovitaja wanazuoni wanaviita ndo vifaa vya elimu: masikio yanayosikia, macho yanayoona, na moyo kwa maana ya akili pia inayohifadhi. Mlete mtaalamu yoyote yule unayemjua, kisha ukimwondolea masikio yanayosikia, macho yanayoona, akili na moyo unaohifadhi, alafu ukamwambia lete elimu yako, atakuwa hana cha kukupa. Kwa hivyo hatua ya kwanza hatukuwepo, Mwenyezi Mungu akafanya tupo, lakini pia akatupa vifaa vya elimu na maarifa ili uwepo wetu uwe na maana. Katika suratul Mulk Mwenyezi Mungu anasema, qul huwa alladhi ansha'akum, sema waambie kuwa yeye ndio aliyowafanya kuwa mpo, aliyowaanzisheni kutoka kuwa hamkuwepo. Waja'ala lakumus sam'a, akawajaalia masikio yanayosikia, wal absara, na macho yanayoona, wal af'idata, na vifua vyenye kuhifadhi. Qalilan ma tashkurun, ni kidogo sana nyinyi mnashukuru. Hatua hii ya pili ya kuwepo
inafuatiwa na hatua ya tatu. Lakini hatua ya kuwepo bila kujulikana wewe nafasi yako na umuhimu wako, ndio ile aliyoipitia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana yar'a al-ghanam, alikuwa akichunga mbuzi kwa ujira kwa watu wa Makka. Hakuna aliyejua atakuja kuwa nani, na hata baadaye alipokuwa sasa anafahamika, wapo waliokuwa wakiendelea kusema arafnahu yatima yar'a al-ghanam, huyu tunamjua alikuwa yatima tu anachunga mbuzi. Hatua anazopitia mwanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu anaanza na hatua ya kutokuwepo, kisha inafuata hatua ya kuwa yeye yupo. Anaielezea Mwenyezi Mungu hii katika suratul Dahr aliposema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mwanadamu amepitiwa na miaka mingi sana, hakuwa kitu chenye kutajwa. Sio kupitiwa miaka mingi kwa kuanzia na baba yetu Adam tu. Hata mimi na wewe leo una miaka 30, 50, 60, 70. Ilipita huko nyuma miaka mingi sana, wala wewe hukuwa kitu chenye kutajwa. Baadaye ndo ukawa upo. Kule kuwepo kwako, hatua inayofuata unatakiwa uwe admired. Watu waheshimu uwepo wako, uwe una nafasi maalum kwenye familia yako, kwenye jamii yako, popote ulipo. Na si jambo rahisi kujenga heshima hiyo. Ni kwa jitihada za kukamatana na tabia njema, kukamatana na kufanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, ili watu wapige mfano kwenye familia zao, wakizungumza na watoto wao au familia zao kwamba bwana, tungependa na wewe uwe kama fulani. Si jambo jepesi. Wakati mwingine wale ulionao na wao wanashiriki kuhakikisha hufiki pahala hapo. Angalia mazungumzo ya Firaun na Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alipitia hatua ya kutokuwepo, akawa yupo. Sasa amepewa kazi maalum inayofanya sasa lazima atambulike. Alipokwenda kwa Firauni anamrudisha wakati ule wa kuwa alikuwepo lakini hakuwa na chochote cha kufahamika. Qur'ani inatuhadithia kwamba alimwambia alam nurabbika fina walidan, wewe hatukukulea hapo, ulikuwa mtoto mdogo tu, tumekulea.
walabitha fina min umrika sinin, umekaa hapa kwetu wewe miaka. Wafaalta fi'lataka allati faalta, ukafanya kitendo chako ulichofanya cha kumpiga mtu na mtu yule kufa. Wa anta minal kafirin, na wewe ni katika wale wenye kupinga na kuasi neema zetu, tumekufadhili kwa kila namna. Leo unakuja kutuambia tukutambue kwamba wewe una nafasi maalum. Si jambo jepesi, lakini ndio njia anayoitaka Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu aishike njia hiyo. Ule uwepo wako katika familia yako uwe na maana na mchango maalum. Angalia uwepo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipokuwa watu wake wanataka kupigana na kuuana, nani aweke jiwe jeusi pahala pake? Uwepo wake ulionyesha maana na thamani alipohukumu jambo lile, na wao walipoingia tu walisema radhina bil amin, tumeridhia hakimu wetu kuwa huyu mwaminifu. Wewe baada ya kuwa haupo, Mwenyezi Mungu amefanya umekuwepo, sasa upo. Unapotokea kwenye familia yako, wanaambiana hivyo, tumeridhia amekuja mwaminifu? Wanaambiana hivyo, tumeridhia amekuja ndugu yetu wa sawa sawa? Au wanazungumza tofauti? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anapozungumza uwepo wetu na anapozungumza kuwa hatukuwepo kisha tukawa tupo, anaelezea ndani yake kwamba kuna wakati pia hapa tutaondoka. Aliposema kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi mnakanusha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu ilhali nyinyi kuna wakati hamkuwepo? Fa ahyakum, akawafanya mpo. Thumma yumitukum, kisha atawaondosha. Thumma ilayhi turjaun, kisha kwake mtarejeshwa. Baada ya kuondoka, Nabii Ibrahim anatufunza kitu gani cha kukipigania hapa na kipi cha kukiomba huko tunakokwenda. Yeye alimwambia Mwenyezi Mungu, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, na kuomba unijalie mimi niwe miongoni mwa watu watakaotajwa vizuri, watakaokumbukwa kwa mema kwa wale watakaokuja baada yangu. Hili haliwezekani kama hukujenga msingi wa baada ya kuwa upo, ukitokea kwenye familia yako wawe wanaambiana radhina bil amin. Kama hukujenga msingi huo kwamba wewe familia ikikutana ukitokea wanaambiana bismillah, sijui kutazuka nini, huwezi kuomba dua hii ukakubaliwa. Kwa hivyo kwanza kuwa radhina bil amin, kisha utapata hili aliloliomba Nabii Ibrahim. Wanazuoni wametuambia dua hii ni katika dua kubwa sana ambayo kila Muislamu anatakiwa amuombe Mwenyezi Mungu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, unamuomba Mwenyezi Mungu ajalie wewe miongoni mwa wale ambao utajo wao mwema utabakia ulimwenguni baada ya kuondoka. Na Nabii Ibrahimu imebaki namna hiyo mpaka tulipofurahia swala ya Idi ya kuchinja. Pamoja na kuchinja kunakoendelea ni sehemu ya kukumbukwa kwa wema Nabii Ibrahim kwenye dua aliyoiomba. Lakini aya ya pili ya 85 kwenye Shuara, hii 84 inayofuata 85, akasema akimuomba Mungu, waj'alni min warathati jannati naim, na unijalie niwe miongoni, kwa ufupi, miongoni mwa watu wa peponi. Wanazuoni wakasema anaomba duniani baada ya namna alivyoishi vizuri akitekeleza anayoyapenda Mungu na kuyaridhia, utajo wake ubakia atajwe kwa vizuri. Lakini akhera
anaomba ajaaliwe miongoni mwa warithi wa pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati tunachukua dua hii, kama wanazuoni wanavyosema, wakati tunaitumia dua hii, tujikague vizuri, kutoka kuto kuwepo kuwa sasa tupo. Popote tunapotokea, watu waambiane tumeridhia mwaminifu kaja. Ili likitimia hili, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dua ya Nabii Ibrahim tunaweza kuitumia, na Mwenyezi Mungu akatujalia tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amiril mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.